Kijiri ni kwamba hali ya uchumi wa nchi imeenda kombo leo, huku shughuli za kibiashara zikipooza kufuatia makali mapya bei ya mafuta, wakati sekta ya uchukuzi ikisalia kudumaa na kuacha maelfu ya wananchi matatani. Mdororo mkubwa zaidi umeshuhudiwa kwenye mishipa ya biashara ndogo na sekta isiyo rasmi. Mwanahabari wetu Sylvia Kathoni ameiandaa taarifa hii iliyotiwa sauti na Janet Chapia. Hapa Nairobi, eneo la katikati mwa jiji linalofahamika kwa mshike wa kila siku, leo lilisalia mahame, maduka yakiwa yameshusha milango ya chuma, pigo likikaba kwa sekta ya jua kali na wachuuzi wadogo. Kwenye makutano ya barabara yanaomeza maelfu ya wapita njia kila uchao, wafanyabiashara hao wawili ndio tu waliweza kufungua biashara zao hii leo. Sasa hii unaona kwenye kuko biashara ni kidogo sasa hivi sana. Lakini tunapambana hivyo na hivyo kupata hata fare ya kurudi kwa nyumba. Hali ilikuwa vivyo hivyo katika kaunti ya Makueni, upande wa barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa, miji inayotegemea wasafiri wa masafa marefu, huku magurudumu ya malori ya safari za mbali yakiwa yamegoma kujiondoa asubuhi ya leo. Uchumi wa pembezoni mwa barabara ulizama ghafla. Jana usiku zimekuwa zikipakiwa hapa, hazijaondoka na hatujui ni lini zitaondoka, na nadhani masoko zingine zote ziko hivyo hivyo tu along Mombasa Road. Katika mji wa Nyeri, shughuli za kibiashara zikusuasua tu, ila zilikuwa kabisa. Wafanyabiashara walipiga kufuli milango yao kwa kauli moja, huku maandamano yakiendelea. Sisi wafanya biashara wa chini, sisi ndio tunashikilia economy hapa chini, na kitusukuma mambo itazidi kuwa ngumu kwetu. Pia tutazidi kufinyilia wale watu wengine. Kama baba wa taifa, aangalie venye nchi iko sahihi, na badala ya kushida akipigana na watoto na akipigana na raia na akipigana na watu na akifunga biashara za watu kote nchini na akisimamisha nchi nzima kwa sababu ya kutokuwa na kutuelekeza vizuri, a step 2 down, atoke katika hiyo kiti, kwa sababu tumeona kweli kabisa hawezi. Wanasema iwapo hali hii itaendelea kwa siku nyingine, wafanyabiashara watakwama katika lindi la hasara.